kuchukua muda mrefu. Kwa wale ambao wanaandika, you can write this down. Occupy until I come. Occupy until I come. Na unaweza ongeza pia useme anointing to occupy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ambia jirani yako leo unapokea anointing to occupy. Hiyo sauti yako haiko ready kupokea anointing. Mwambie leo unapokea anointing to occupy. Katika jina la Yesu. Can somebody say amen? Amen. Mungu anagawa upako wake katika njia tofauti sana. Na hii ambaye Bwana amenipatia leo ujumbe huu about anointing to occupy. Nilikuwa jana nikiambia Mungu anipe ujumbe ambao nitaletea watu wake siku ya leo. Na Bwana akanipa ujumbe huu akamwambia kwamba kuna anointing ya kuoccupy. Unaweza ishi mahali ama unakaa maisha fulani na hujui kuna grace Mungu amekupatia ndani yako ya kuoccupy. Ya kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na tutaangalia kitabu cha Luke chapter 19 verse 12. Luka 19 verse 12. Verse 12 and 13. Ukifika hapo sema amen. Amen. Inasema hivi. Basi akasema mtu mmoja Kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha. Akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Kizungu inasema, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds, and he said unto them, occupy till I come. Bwana Yesu asifiwe. Fanyeni biashara hadi ile siku nitakuja. So ukiangalia ile neno Yesu akiliongea, utaelewa kwamba Mungu ni mwanabiashara. Amen. Mungu ni mtu ambaye anapofanya jambo anatarajia faida. Na wakati ambaye Yesu alikuwa anatoka hapa duniani akienda mbinguni, kuna mahali Ephesians Paul anasema aliacha amegawa vipawa na akagawia wanadamu vipawa. So hakuna mtu katika nyumba hii hana kipawa chake. Kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba mtu huyu aliita watu wake ama wafanyikazi wake, akawapatia sehemu fulani, akawaambia fanyeni biashara nazo hadi ile siku nitakuja. Na hapa inaagiri kabisa vile ambavyo Yesu alifanya alipokuwa hapa duniani. Maandiko yanasema kwamba alipopaa mbinguni, the book of Ephesians, aliacha kama amepewa wanadamu vipawa. Na hizo vipawa kila mmoja wetu Mungu anangojea. Baada ya kupewa vipawa, ile siku atarudi apate kila mmoja ameinvest those gifts. Can somebody say amen? Amen. Gifts za aina nyingi wapendwa. Wakati umefika kanisa la Mungu, lazima tutoke ndani ya kanisa sasa. Mawazo yetu wacha kufikiria mambo ya kanisa ndani tu ndio unaweza kuinvest. Kuna mambo mengi Mungu ameminia kanisa wapeleke nje. Maana aliwaambia chukueni kila moja sehemu yake, chukueni kila moja fungu lake, endeni mkafanya biashara mpaka ile siku nitakuja. Alikuwa anamaanisha nini? Ni kusema kwamba kuna watu Mungu amepea vipawa tofauti in the body of Christ. Kuna wengine wamepewa talanta ya kufanya biashara. Kufanya biashara hii una build the kingdom kwa hiyo biashara. Wengine Mungu ameanoint katika nyumba la Mungu. Waenda katika political world. Waenda wa change political zetu Kenya na pia ulimwengu. Wapenda tumechoka na wanasiasa hawa wetu. Kazi yao wanakaa chini wanakunywa chai, wanatengenezea sheria na wanatuletea, na baada ya kutengeneza sheria hizi, sisi tunajipata kama tuko off guard. Tunaanza kupigana tunasema hatukuosotiwa, hatukuulizwa, maana hatuna watu ndani huko wanaweza kuongea on our behalf. So wapendwa, kuna watu hapa ambao you can be anointed today by God. Usimame useme nataka kuwa
mpendo afai kuingia katika politics. Listen, soma Bible utapata kuna watu wengi walikuwa katika ulimwengu wakifanya siasa na walikuwa bado wanamtumikia Mungu. Can somebody say amen? Amen. Waingia huko wakiwa anointed by God. Kama ni mheshimiwa ni MP akiwa kule amekaa na ameokoka, before kikao kianze ana speak in tongues hapo. Ribo sakati amande sata. Praise the Lord. Amen. Unasema hili roho inafanyanga hao ma MP wanachagua vitu vibaya, ninafunga hiyo roho ukiwa ndani. Wewe tunaomba tukiwa nje. Praise the Lord. Amen. Chairman president kama Francis akuwe mwanasiasa huko, akiingia kwa sababu wote kwanza tuabudu Mungu. Yaani ndio neema ya kuoccupy. Praise the Lord. Wapenda nasema hivi, mtu yoyote aliye katika nyumba hii na kuna neema unaishi Mungu amekupatia na kuombea leo pokea anointing ya kuoccupy in the name of Jesus. Kama ni enzi katika area ya biashara, go and occupy. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kwa area ya siasa, pokea anointing ya kuoccupy. Maana Mungu anataka twende huko nje, tutengeneze the kingdom of God. Hallelujah. Kingdom haiondiwi kanisani peke yake, inaundwa huko nje. Amen. Kila unafanya kanisa na Wakristo wanadharauliwa kwa sababu tumekatalia ndani ya kanisa. All of us tunataka kuhudumu hapa mbele. Wacha niwaambie, kazi hapa mbele tunafanya sisi wote. Wote hapa mbele waachiwe na wengine tuondoke kwa nje tuka build the kingdom. Can somebody say amen? Amen. Point ya kwanza au japo 2 points ambazo za kuongoza to occupy. Point ya kwanza, spirit of occupying doesn't agree with your past. Ukitaka kuoccupy ama roho ya kuoccupy hai agree sana na yale mambo ambayo ilifanyika in your past. Hizo enzi wakati ambaye ulikuwa na grow, kuna watu wengi wamekatalia mahali walianzia maisha. Mungu amewainua, kuna mahali wamefika, lakini bado mawazo yao imekatalia mahali walianzia. Praise the Lord. Uliza jirani yako uko wapi saa hii? Kuna watu wakai nyumba lakini bado wamejaza blame game ya shosho yao. Shosho alikataa kunipeleka hiyo nursery, labda ningeendelea na masomo. Kuna mahali umefika lakini bado umejawa na blame game. Ukitaka kuoccupy, kuna vitu lazima utadili nazo kwanza na ni past yako. Can somebody say amen? Hebu tuangalie Judges. The book of Judges chapter 11 verse 1. Judges ni waamuzi. Tuone kwamba kuna watu ambao walisumbuliwa na past zao, lakini finally Mungu akawasaidia. Judges 11 verse 1. Ukifika hapo sema amen. Amen. Judges ni waamuzi. Chapter 11 verse 1 inasema hivi. Jephthah Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Jephthah. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa wakamtoa Jephthah na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe u mwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Jephthah akawakimbia nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu. Na watu wa Mabarathuli walikwenda kutangamana na Jephthah, wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baada ya wana wa Amoni wakapigana na Israeli, ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Jephthah katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Jephthah, njoo wewe uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Jephthah akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwa nini kunijilia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Wapenda, kwa kuna kitu ambacho nataka ushike. Jephthah, maandiko yanasema kwamba mama yake alikuwa na rekodi mbaya ya kuwa kahaba. Na basi siku moja Mungu akamfanikisha akaolewa na mtu mmoja katika familia moja ya Israeli. And the Bible is very clear, inasema
wakati ambaye Yeftha alikuwa na wale watu wengine ambao walizaliwa pamoja kwa hiyo familia walipogrow, baba yao alipokufa, hawa watoto wakasema Yeftha hatarithi chochote kwa shamba hii yetu, maana yeye ni mtoto wa kahaba. Akaambiwa aende kabisa, akafukuzwa kwa familia. Yeftha kitu moja ambacho alifanya, nataka ushike hapa. Hakukubaliana na ile hali ambayo wale watu wa familia walimwambia. Yeye aliamini kwamba hata kama nimetoka kwa familia ambaye mama yangu alikuwa ni kahaba, sitakubali ukahaba unifuate. Sitakubali past ya mke ya mama yangu na rekodi yake iaffect my destiny. Kile alifanya, Biblia inasema kwamba alienda milimani, akatafuta kikosi cha jeshi, akaform military yake na kaanza kupigana vita. Maana maandiko yanasema kwamba alikuwa a mighty man of valor. Mungu alimjua ni mtu wa vita. Lakini mandugu zake wanamuita mtoto wa kahaba. Mungu anasema wewe ni shujaa, lakini watu wanamuita mtoto wa kahaba. Yeye kile alifanya, hakusikiza watoto wa mandugu zake wakimuita mtoto wa kahaba. Yeye alisikiza kwamba Mungu ananiita mighty man of valor. Kile alifanya, alichukua hatua na akawaondokea, akaenda mlimani, akaunda kikosi chake. Baadaye Israeli wakajipata kwa vita na Waamoni. Wakajua kwamba hakuna mtu mwingine anaweza tuongoza kwa hii vita isipokuwa ni Yeftha peke yake. Huyu mtoto wa kahaba tulisema ndiye ako na portion letu. Huyu mtoto wa kahaba tulisema ndiye ako na siri ya vita. Huyu mtoto wa kahaba tulifukuza. Huyu ndiye anaweza kutuongoza tushinde hii vita. Haleluya. Na maandiko yanasema kwamba wakamwendea milimani, wakamwambia Yeftha, wewe ndio tunataka kuja tupiganie kwa niaba yetu. Kuja wa kiongozi wetu. Hapo verse 7, Yeftha akawauliza, "Mbona mnakuja kwangu saa hii?" Na mlisema mimi ni mtoto wa kahaba. Wapendwa, acha nikwambie, if you want to do great things, wacha kusikiza historia ya mahali ulitoka. Watu ambao wanakukumbushana failure na weakness zako. Wewe concentrate kile ambacho Mungu anakuita, kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Hiyo talanta Mungu ameweka ndani yako, focus nayo, maana ndio Mungu anaangalia. Amen. Na wacha niwaambie wapendwa, ukikaa chini na kujidharau na kila wakati kumbuka your past, Mungu anaondoka hiyo meza. Mungu atakaa kwa meza na wewe mkiagiri kufanya mambo makubwa. Atasema unatakaje? Una mpango gani? Hapo mtakubaliana na Mungu. Lakini kama utakuwa unajishika tu kila wakati ni kujihurumia. Kuna mama nisikiambia pasta mwingine mahali huyo mama wa 52 years. Ako na mume, ako na watoto na anaendelea vizuri. Lakini hakuta mchungaji akamwambia, "Mimi niko na huzuni kubwa. Na huzuni hii ni ya miaka mingi." Mchungaji akamuuliza, "Ni huzuni gani?" "Mama yangu aliniambia wakati alijifungua nilipokuwa mtu mkubwa, akaniambia ati mimi alinizaa by mistake." Anasikia. Alafu by mistake sasa hapo anataka nizaliwe wakati huo, so I came by mistake. Na sasa tangu usiku mpaka leo kitu kinanisumbua. Ngoja akamuuliza, "For 52 years umesumbuka? Hata sababu uzaliwe by mistake, si uko hai leo?" Bwana asifiwe. Ambaye ndani yako hata kama ulikuja by mistake uko hapa tunakuona. Huyu mama Mungu amemuinua, amempa familia, amempa mume, lakini bado hiyo kitu aliambiwa na mama yake 40 years ago. Ya kwamba alikuja by mistake, hiyo ndio inamsumbua. Instead ya focus na future, anabaki na past. Wacha niwaambie wapendwa, tusipo dilute our past, kuna vitu tutapata in future. Mungu atafanya na kazi na watu ambaye watarecognize ama wata-identify kile ambacho Mungu ameweka ndani yao na wachukue tu imani ya kusonga. Mungu atembee na wao. Haleluya. Bwana akamwambia Musa kwamba enenda kwa uwezo huu. Musa akamwambia Mungu, "Mimi sijui kuongea. Mimi sijui. Bwana akamwambia, "Si ni mimi nimekuchagua, go." So Mungu anaita watu leo, hata kama ulisoma ama hujasoma, Mungu anakuja na kuambia enenda kwa uwezo wako. Hata kama watu wengi kweli umejaa maskini na ufukara, Mungu anasema inuka, enda kwa uwezo wako. Wacha kuangalia foundation ya maisha, wewe angalia Mungu aliyekuita, maana unaenda mbali. Haleluya. Amejengwa kuwa ni mtu wa dhamana kwake Mungu. Wewe ni wa dhamana, mwambie wewe ni wa dhamana. Hebu tuangalie mtu mwingine. The same book of Judges 6:11 to 12. The same book, chapter 6. Tuanzie mstari wa 11.
Malaika wa Bwana, na huko tumefika. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaroni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoheshi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa kipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuficha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yako ya ajabu yaliyotuharibia baba zetu? Je, siye Bwana alituleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Rekodi ya failure na mahali uliangukia, tunaona hapa ndio kichwa ambacho kinasimama against the progress of Gideon. Mungu anamuita shujaa. Na si kwamba Mungu hako anajua kwamba wanapitia mateso. Si kwamba Mungu hako anajua kwamba wanapitia katika nchi ya utumwa, wanakaliwa na Wamidiani. Kwa sababu inasema Mungu alimuita shujaa. Wakati niseme hivi, Mungu haangalii yale mambo unapitia kwa saa hii. Wewe focus na ile jina amekupea. Amen. Kuna watu ambao mnalala usiku, Mungu anakufunulia ukiwa umeenda Dubai ama umeenda China, unaleta mali Nairobi ukiuza. Unajiona ukiwa mwanabiashara. But ukiamka unachekaka tu. Mimi modo wa Murang'a. Hata sijui ndege zinachukulia wapi. Unaangalia sema, yaani Mungu alikosa mtu akuotesha akaona nioteshe. Then you don't believe. Ndani yako hakuna mahali pako na faith hata kidogo ya kwamba kuna mahali unaweza fika. Hivyo ndivyo Gideon alijiona. Malaika alimkuta akipepeta ngano. Anapepeta ngano, ameparara. Ameumia. Na unajua wakati huo Wamidiani, maandiko yanasema kwamba walikuwa na ngoja Israeli wavune ngano, wanakuja wanachukua. So hata hii ngano wakipepeta ilikuwa jua tunapepeta, lakini watakujia. Maana walikuwa wamekaliwa na Wamidiani. Mungu alikuja akamwambia shujaa Gideon. Kila ambacho mimi napendea Mungu ni kwamba Mungu anaonanga opposite yako. Vile unavyojiona, Mungu hakuonagi hivyo. Unaweza jiangalia ukajiona kama failure, lakini Mungu haoni failure ndani yako. Unaweza jiangalia uone kabisa hakuna kitu kuja kwa achieve maishani, lakini Mungu haoni hivyo maishani. So Mungu anataka kuanzia siku ya leo pata kuona vile ambavyo yeye mwenyewe anavyotuona. Akamwambia Gideon, wewe ni shujaa. Gideon akaanza story. Iko wapi ile mambo tuliadiliwa na mababa zetu kama Mungu ulifanya? Kama uko pamoja nasi Mungu, mbona mambo haya yametupata? Mungu akanyamaza kumsikiliza. Na wacha nikwambie, Mungu hakujibu hayo maneno ya Gideon. Hebu sikia hapa Biblia inasema. Wakati aliraise your complaint, malaika wa Bwana hakunegotiate na yeye. Verse 12, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yupo pamoja nawe, ewe shujaa. Gideon akamwambia, Bwana, ikiwa Mungu pamoja nasi, hapo ndio alianza complain. Verse 14, hebu sikia. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako. Hakunegotiate. Alimwambia enenda kwa uwezo wako. Mimi hiyo uwezo Mungu amekupea, enenda nayo. Ndio mmekaliwa na Wamidiani. Ndio mmefanyika watumwa. Ndio mnanyang'anywa mali yenu, lakini kwa uwezo wako enda. Amen. Niko pamoja na wewe. Na leo hii nasema hivi wapendwa, haijalishi weak point yako, haijalishi about your past. Mungu anasema enda. Kile kipawa nakupatia, go and exercise. Go and occupy in the mighty name of Jesus. Ile grace Mungu anaachilia wapendwa ni ya kuoccupy. Amen. Sema I will occupy. In the name of Jesus. Na ile kazi unafanya ipende. Occupy pale. Hallelujah. Amen. Israeli wakati ambaye Mungu alikuwa anataka kuwainua na kuwabariki, walipoletea ujumbe na Musa kwamba wataenenda, walileta sababu vingi, lakini Mungu alikuwa anataka watoe waende wakaoccupy land ambao alikuwa amewaahidia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Point number 2 ambaye namalizia now because of time. If you want the anointing of occupying to work, don't focus only in your surrounding. Kuna watu ambao wanafocus sana vitu ambavyo vinawazunguka. Na hii anointing haiwezi kufanya kazi ndani yako as long as una focus na your surrounding. Amen. Amen. Majirani wanasemaga namna gani kunihusu?
Na hii kikundi nimejoin wanasemaje kunihusu, yani unafocus sana na vile tunasemaga kukuhusu wewe. Hakuna mahali utakujaenda ukifocus na watu. Amen. Amen. Kwa hivyo ukienda uulize watu, marafiki zako tu watatu waulize, "Enyama nionaga aje?" Ile report utasikia hapo itakuvunja moyo. Praise the Lord. Amen. Na kama Mungu atakufungua macho, usikie tu vile marafiki yako wanakudiscussing na mkiwa nao wanakuchekesha. Unashangaa sana useme mimi nitakaa peke yangu sitaki marafiki. Because people wanapenda sana kufocus na weakness za watu. But our God ana focus na area of your strength. And somebody say amen. Amen. Ambaye ndani yako you are strong. You are strong. Amen. Hebu tuangalie hadithi ya mtu mmoja wa mwisho tumalize Genesis 37 verse 2 and 3. Verse 2 and 3. Ukifika hapo sema amen. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mikononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake yote yaliyomo, akaweka mikononi mwake. Ikawa kutoka juu alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akambariki. Yusufu surrounding yake ilikuwa mbaya, you know the story. Kitu ya kwanza aliuzwa na mandugu zake, na mtumwa alipokuwa akisafirishwa huwa anafungwa na minyororo ndio asikimbie. So alikuwa anafungwa miguu na mikono. Na wakaona ndugu yao ambao wamezaliwa pamoja wakimuuza na akienda wakiona na macho yao. Yusufu angekuwa na kitu kusema kwamba kwa nini walinifanya hivi, na ashindwe kufanya chochote. Akae maisha yake kwa machozi akilaumu ndugu zake. Lakini kitu moja ambacho kilifanyika, Yusufu alipouzwa kwa Potifa, Biblia inasema kwamba alipoanza kupewa kazi hakuangalia kile ambacho ndugu zake walimtendea. Hakufocus na maneno ambayo walisema juu yake. Yeye alienda na akaanza kuoccupy. Praise the name of the Lord. Akipewa biashara hii anaifanya vizuri. Akitumwa mahali fulani kwa ngano anafanya vizuri. Na anafanya kwa bidii yake yote. Yule mtu alipomtazama ile bidii Yusufu ako nayo, alijua Mungu ako pamoja na yeye. Alimuita akamwambia kwamba chukua vitu zote, wewe tawala, simamia nyumba yangu yote. Yule tu mtu ambaye hautaguza ni mke wangu peke yake. Akampatia authority yote. Maana Yusufu alikataa past yake kumuongoza. Amen. Watu wengi sasa hivi mngekuwa mbali sana, but mmeshikwa na your past. Wengine na blame Ankoa Roiro, Antiwa Legorai. Bwana asifiwe. Kama angelifanyia hivi ningekuwa mbali. Baba yangu alifanya hivi, kama angelifanyia ningekuwa mbali. Wapendwa, wakati umefika, maana Kristo ameingia ndani ya moyo wako. Wachana na hiyo pasi zote. Focus now. Maana Mungu anakuita mighty man of Vera. Ana focus na wewe. Mungu anakutazama ujielewe. Ukiendelea kucomplain hautajielewa. Lakini ukianza kujichunguza, ujichunguze kwamba Mungu unatakaje na mimi? Umeniita nifanye nini? Ndio niko hapa. Ndio nimepitia haya. What do you want me to do, oh God? Hata Mungu anasema nao umeanza kujielewa. Atajifunua kwako na chochote utafanya kitafanikiwa. Hallelujah. Watu wa Mungu mnaweza mkaenda mbali mkisimama kama Yusufu. Mnaweza badilisha our generation. Mnaweza mkaoccupy every office. Maana Mungu ana release your anointing. Lakini lazima tuachane na past. Amen. 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 Labda kuna siku wewe kutoka mahali kazi ukapewa ukaambiwa wewe ondoka hapa kuna tunaweza. Hilo neno mpaka leo. Ukienda kujaribu mahali pengine unakumbukaga. Wataniambia tu kama yule. Bwana asifiwe sana. Amen. Watasema kama yule. So hiyo past nimefanya Mungu ameshindwa kufanya kazi na sisi. But nimetumwa na Mungu nikwambie occupy.
until I come. Praise the Lord. Pokeeni neema ya kuoccupy katika jina la Yesu. Area yote Mungu amekutuma, go and occupy. Katika area ya biashara, go and occupy. Katika music industry, go and occupy. Hallelujah. Wacha wapate kitu example moja napenda kumaliza. Wakati TV ziliingia Kenya na radio, Wakristo tumekuwa na shida ya kuondokea mambo fulani tukisema ni ya mapepo. Na hapa ndipo adui ametuchukulia advantage. Tumekataa kuoccupy hizo industries. That's why unapata siku hizi chochote ambacho kinaendelea kwa TV and radio ni kibaya. Isipokuwa sasa hivi Wakristo wameanza kuingia. Kitambo tulisiondokea tukaachia watu ulimwengu. Tukawaachia wa dominate, wakaoccupy kabisa. Kile wanauzia watoto wetu ni kibaya. Wakristo tumebaki na kucomplain. Hii TV wanataka. Ona hivi wanasema. Ona hii. Tunacomplain kwa sababu gani? Tulikataa kuoccupy, tukaachia shetani occupy. But from today in the name of Jesus, wapende nendo kwa na occupy by the power of the Holy Ghost. Kwanza kuna wapendo walikuwa miaka kadhaa ilisha, walikuwa wasema ati TV ni one eye demon. So nilikuwa nimeshindwa hii ati demon ya macho moja. So TV wakaziacha. Nesha nani akasema okay, maana wamekataa, wacha niingize mguu huko. Basi hivi Wakristo tumefunguka macho. Sasa nashukuru Mungu maana station nyingi karibu 70% ya channels za Kenya ni za wahubiri. Mpe Yesu makofi mazuri. Tunaanza kudominate wapendwa. Tutaanza kuoccupy kwa jina la Yesu. Kama unasikia kuna grace ya business, enda na anza kuoccupy. Usifanye biashara na uoga. Usifanye biashara kana kwamba ujisikii. Go and occupy. Amen. Wale mmeajiriwa, occupy that place in the name of Jesus. Amen. Aminika katika department zote umewekwa. Be faithful like Joseph. Usifanye kazi na madharau kwa sababu umeajiriwa. Occupy like Joseph. Amen. Baada ya hapo maandiko yanasema kwamba Yusufu jaribu lilikuja akatupwa gerezani. Baada ya gerezani alikaa miaka 2. Baadaye alijipata kuwa prime minister. Maana kile Mungu alisema kumhusu Yusufu alishikilia na kilikuja kikafanyika. Can I prophesy today? Kile Mungu aliongea na wewe kitatimia. Kile Mungu aliongea na kwa ndoto kitatimia. Shetani ainuke asiinuke. We will occupy in the name of Jesus. Wale mnaitwa kwa music, go and occupy. Wale mnaitwa kwa injili, endeni na mhubiri na occupy. Receive the grace to occupy. Hallelujah. Wale mmeolewa, hapana kaa kwa nyumba mguu mmoja uko ndani nyingine nje. Atapika jawabu wewe huko. Uko pale kuoccupy. Amen. 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 Unakaa unasema, na hii mara inakuja kutoka siku moja. Unanyamaza siku 3. Na hii ndo anakuja kutoka. Wewe hautaitwa utoke ukirudi umeitwa occupy. Amen. Ambia jirani yako umeitwa occupy. Hallelujah. Hawa watoto uko nao ni wabaraka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona akona character funny, hebu jiangalie kama ulikuwa naye before ujaji huyo mtoto. Hallelujah. Bwana asifiwe. Maana mtoto anachukua jinsi za baba ama mama. Na zote kuna vile zinabaki za mzee, anachukua character nyingi kidogo, mwingine achukue za mama. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtoto wako anachokozana watoto wengine sana, tafadhali chunguza hata wewe ulichokozana ukiwa mdogo. Occupy huyo mtoto na umuombe blessings. Praise the Lord. Ambe Mungu mwenyewe nilikuwa na hii tabia, lakini naomba nijaribie mtoto. Bwana asifiwe sana. Hapana muita majina ambazo ni mbaya. Bless that child. Maana umeitwa uoccupy. Amen. Amen. Listen, Mungu ndiposa akupatie vitu vikubwa umiliki. Atakuanzia na vidogo kwanza aone kama utaaminika. Atakuruhusu uingie kwa kazi ya mtu. Unalipwa na mtu huyo, sometimes atakutesa ndio aone uaminifu wako. Sometimes Mungu atakupeleka kwanza kazi kadogo, kakibanda kadogo, ndio aone vile unaaminika kwa vitu vidogo. Ndipo anapokumilikisha vitu vingi, uoccupy vitu vikubwa, ametest kwanza kama wewe ni mwaminifu kwa vidogo. Amen. Na kumalizia na kusema hivi, Yusufu aliambiwa utakuja kuwa prime minister. Utakuja kuinamiwa na mandugu zako, lakini kwanza alienda kaajiriwa na Potifa, akawa mwaminifu. Alipoenda gerezani, hiyo gereza akawa mwaminifu. Mungu akasema now you have qualified to be a prime minister. Amen. Uliza jirani yako, are you ready to receive the promises of God? Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame tuombe, tuweze kumaliza ibada ya asubuhi.
na sio kuachilia neema ya occupy. Nani ambaye ako ready ku occupy? Hallelujah. Unajua Yesu kuna kitu aliacha ndani yako alipokuwa kwenda mbinguni. Sasa ni wewe occupy mpaka ile siku atakuja. Amen. Elewa gift ambayo Mungu amekupatia na ukae mahali pamoja uone vile Mungu atakuinua. Kuna watu wamepewa vipawa lakini hawajui wako nazo. Wanatafutanga mtu awasaidie kujua ni nini wako nacho. Leo hii uko na hicho ambacho unakuwa nacho. Go and occupy. Amen. Can somebody say amen? Amen. Mary alikuwa Elizabeth. Walipoamkuana, maandiko yanasema katoto kalikuwa ndani ya Elizabeth kakaruka. Leo hii ninakuombea kale katoto kama ono umebeba karuke from today. Amen. Hallelujah. Wana biashara, hiyo biashara iruke kutoka leo. Hiyo neema uko nayo iruke kutoka leo. Hiyo baraka uko nayo iruke kutoka leo. Maana lazima tuokupewe wapendwa. Before the end of this year, hata kama si wote, mmoja atakayeamini pamoja nami, you will occupy in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Wale ambao mnanyang'anyako baraka zenu ukishika kitu kinaenda, leo hii tangaza you will occupy. Hautanyang'anyo tena. Amen. Hautaanza kazi iishe. Amen. Hautaajiriwa mahali unavutwa bila sababu. From today uta occupy by the power of the Holy Ghost. Amen. Wacha tuombe kwanza na walio nyumbani ambao watazama kupitia kwa Facebook na YouTube. Tuje kwa maombi haya mengine. Baba, ni asante kwa wanaotazama kuanzia saa hii Bwana. Kupitia kwa mitandao hii Jehova, tunawaombea baraka zako, ukawabariki Bwana, waondoke huko nje na waenda waoccupy baraka zako na neema yako Bwana. Wafanyishe biashara kile ambacho umewapa, hizo vipawa zao wazifanyishe kazi huko nje Bwana. Wale ambao ni wahubiri, wale ambao ni wanabiashara wafanye biashara, wale ambao ni waimbaji waimbe Bwana, wainue katika area ambazo wako, katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asante, maana wewe ni Mungu. Tunaachilia baraka kwa maisha yao, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Mpe Yesu makofi mazuri.